Tunaambiwa kwamba Senko inasikitishwa na uamuzi wa mahakama kuu ya kijeshi dhidi ya Joseph Kabila. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumatatu Oktoba 6, Baraza la Kitaifa la Maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini DRC, Senko, limesema linasikitishwa na hukumu ya kifo iliyotolewa dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila. Baraza hilo limeonyesha upinzani wake kwa matumizi ya hukumu ya kifo nchini DRC. Taarifa inaendelea kwa kusema kwamba katiba ya nchi yetu inazingatia utakatifu wa maisha ya binadamu na inahesabu kuwa ni miongoni mwa haki za kimsingi ambazo haziwezi kukiukwa kwa hali yoyote ile. Hakika, utekelezaji wa hukumu ya kifo ni ukiukwaji wa haki ya kuishi inayotetewa na kanisa kwa kuzingatia sheria ya Mungu. Usiue. Kutoka 18, amesema Askofu Donatien Nshole, katibu mkuu wa Senko, katika video inayosambaa. Kwa mujibu wa maaskofu wa Kikatoliki, hukumu ya kifo na mantiki yake ya kulipiza kisasi haiungwi mkono na Injili ya Kristo. Senko inasema imeshutushwa na hukumu ya mahakama kuu ya kijeshi ya Kinshasa kufuatia kesi ya jinai iliyoanzishwa dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila na kumhukumu adhabu ya kifo. Mnamo Machi 23 mwaka 2024, chanzo hicho kilikumbusha kufuatia waraka wa waziri wa sheria kuhusu kufutwa kwa sheria inayopinga au kupiga marufuku adhabu ya kifo. Senko ilitoa wito wa kujitolea kutetea maisha na kukomesha hukumu ya kifo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo, kusitishwa kwa utaratibu huo kwa asili kunatakiwa kupelekea kukomeshwa kwa adhabu ya kifo na si kurejesha adhabu hiyo kwa hatua isiyo ya kibinadamu. Na jambo lingine, inaonyesha kushindwa kwa upande wa jamii. Inadhalilisha utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Ilisisitiza Askofu Nshole. Hii ni taarifa kutoka Kongo ikieleza kwamba Senko imesikitishwa na uamuzi wa mahakama kuu ya kijeshi dhidi ya Joseph Kabila. Ikumbuke kwamba Joseph Kabila hivi karibuni alihukumiwa kifo kwa ajili ya mashtaka mbalimbali ambayo walimwanzishia huko katika nchi yao ya demokrasia ya Kongo. Lakini sauti mbalimbali zimeendelea kupazwa kwamba jambo hilo si sawa, huku DRC ikiendelea kukabiliwa na vikwazo kadhaa vya ndani, yani waasi wakiendelea kuteka baadhi ya miji katika nchi hiyo ya demokrasia ya Kongo. Mtazamaji, je, unalo lolote la kuzungumza kuhusiana na yanayoendelea nchini Kongo, haswa jambo hili la Joseph Kabila kuhukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi nchini DRC? Karibu.